Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Darnet Event 2025. Darnet Event 2025. Nuru ya matumaini. Asante sana kwa majina. Kama vile mmejulishwa, ni Monene Mwangi, mchungaji wa kanisa la Temple of Praise, sehemu inaitwa Tacoma, USA. Lakini namshukuru Mungu jioni ya leo ambao tunaanza mikutano yetu kirasmi, na taendelea kwa siku hizi 21 kama sio 22. Na natumai ya kwamba tutakavyokuwa tunaendelea tutaweza kuelewana Kiswahili, kwa sababu ninanena, nikisoma, nikisikiza wengine ili nijue tunapita wapi. Lakini nikupatie a disclaimer ya kwamba Kiswahili changu ni Kiswahili cha Kenya, ambacho huwa tunasimamanga na tunaketingi, tunachekanga, tunakimbianga. Kwa hivyo ni jukumu lako uweze kusikiza tu kwa ukiwa umemakinika, na kikishindikana tutatumia Kiingereza. Bwana asifiwe. Hivyo katika mkutano huu na mahubiri yale ambao tutakuwa tunaendelea, hasa nitaweza kuegemea sana katika kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo, hali ya unabii na maisha ambayo tunayoishi katika siku hizi za mwisho kabla ya kurudi kwake Yesu Kristo. Lakini pia niseme ya kwamba kila jioni kabla hatujaanza mahubiri nitakuwa nakupatia swali moja au maswali mawili kutoka kwa Biblia, na ili nione kama tuko sawa sawa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutakata kanisa hili mara mbili, kanisa la A na kanisa la B. Bwana asifiwe. Na tutalianza sasa hivi. Bwana asifiwe sana. Swali: wakati malaika alipokuja kwa Ibrahimu, alimuelezea ya kwamba atampata mtoto wa kiume au atampata mtoto atakayemrithi. Lakini kukawa na kicheko. Swali ni hili: ni nani aliyecheka? A, Ibrahimu; B, Sara; C, hakuna aliyecheka. Inua mkono nijibu. Ni nani? Sara. Pande yangu la pili, ni nani aliyecheka? O, ningesema wa kwanza. Nani aliyecheka wa kwanza? Pande hii kanisa la B, Sara. Wote nimesikia mkisema ni Sara, na mmesema ni Sara. Kuna yote angetaka kubadilisha jibu lake? Anyone who want to change? Siulizi wachungaji, mimi nauliza kanisa la A na kanisa la B. Nani angetaka? Mko na sekunde 2 za kubadilisha majibu yenu. Pale nyuma, nani alicheka wa kwanza? Haya, huyo katika kanisa la A wamesema ni shetani ndani ya Sara. Haya, na kanisa la B mngetaka kubadilisha jibu lenu? Are you sticking with your answer? Ni Ibrahimu alicheka wa kwanza au ni Sara alicheka wa kwanza? Sara, mnashikilia. Haya, basi niseme ya kwamba wote kwa jioni ya leo mumenoa. Aliyecheka wa kwanza ni Ibrahimu. Aha, basi hiyo unaweza enda usiku wa leo ukatafute jibu katika kitabu cha Mwanzo 17. Haya, kesho nitawauliza swali la pili. Kwa hivyo leo hamkufanya vizuri sana katika mkutano huu wetu wa Darnet Event, lakini mmeng'ang'ana. Uzuri ni kwamba mmejibu, na naona saa hizi mmechukua Biblia na ili mnataka kuangalia msome. Hautasoma saa hizi kwa mtihani, wewe weka tu utasoma jioni. Kwa sasa hivi tunataka tujiulize swali hili: ni kwa nini tuna mahubiri haya? Why there's event?
Ni kwa nini kila wakati tunakuja kanisa, kila siku ya Sabato, au wale mnaenda kanisa siku ya Jumapili, au wale ambao wanaabudia nyumbani? Why do we go for houses of worship? Ni kwa nini huwa tunaenda katika madhehebu? Ni kwa nini tunaenda kanisani kusali? Ni kwa nini tunalisoma neno la Mungu? Ni kwa nini tunasoma? Ni kwa nini tunakuwa na mahubiri ya hadharani? Why do we have evangelistic campaigns? Na ni kwa nini tuna mkutano kama huu? Ni kwa sababu shida iliingia duniani. Huo haukuwa ndio mwanzo. Wakati Mungu alipoiumba mbingu na nchi, wakati alipoumba mbingu na nchi na kisha akamuumba mwanadamu, alikuwa na lengo au na malengo ya kwamba wataishi pamoja kwa amani. Lakini jambo likatokea, na tunafahamu jinsi huyu Hawa alivyonena na yule njoka. Ukisoma katika Biblia utakuja kugundua ya kwamba sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo na sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo hakuna dhambi. Sura ya kwanza na ya pili ni wakati dunia haikuwa na mawaa ya dhambi. The first and the second chapters of Genesis ni wakati hakukuwa na dhambi, hakukuwa na shida yoyote ile, hakukuwa na kifo. Lakini tunapoingia katika sura ya tatu ya kitabu cha Mwanzo, sura ya 3 ya Biblia, dhambi inatangulizwa katika dunia hii. Sin is introduced in the world. Wakati ambako shetani alimuingia nyoka, na nyoka akawa katika ule mti na akanena na huyu mke wa Adam ambaye alikuwa ni Hawa. Tumeambiwa kuhusu katika fundisho la ndoa ya kwamba Mungu aliumba mwanaume na akamuumba mwanamke. The man and the woman akawaweka pamoja. Siku ya leo shetani amewachoka na wanawake, na wanawake wamechoka na wanaume, na ndio unamuona huyu Eve anatafuta mwingine kama yeye ambaye ni Eve, na ndoa iko katika hatari. Mwanzo wa shinda hizi ulikuwa katika ile bustani, wakati ambapo Biblia inasema ya kwamba Hawa alitoa tunda, au shetani alimpatia yule mwanamke tunda, na pia kumpatia mawazo ambayo hayakuwa mawazo ya ukweli. Hata ingawa nilikuwa nimesema kila jioni nitawapatia swali moja, na kwa sababu mmepata 0 leo, Roho ananiambia niwaulize swali tu ya pili ili angaa mwende na 10 points nyumbani, si ndio? So saa hii tu kuna swali linakuja, na tutaanza na kanisa la B. Amen. Bwana asifiwe. Mko tayari? Wakati shetani alipompatia yule mwanamke tunda akala, naye yule mwanamke pia alitoa lile tunda na akampatia mumewe. Je, mume wake Hawa ambaye ni Adam alikuwa wapi wakati mke anakula lile tunda? A, walikuwa pamoja. B, alikuwa nyumbani. C, hatujui. Chaguo ni lako, A, B or C. Kanisa la B, niambieni, alikuwa pamoja naye pale, alikuwa nyumbani, au hakuwa mahali pale? A. Inua mkono nione nani anawakilisha. Yes. Si hakuwa, lakini hakuwa pale. Lakini alikuwa, lakini sio pale Hawa alikuwa. Okay. Aya, pande hii kanisa la A. Yes. Ati? Hebu nisaidia, nasema nini?
Ni A, B au C? A, walikuwa pamoja. B, alikuwa nyumbani. C, hakuwa mahali popote pale. Chagua tu A, B au C. Anasema gani? Alikuwa peke yake. Haya, wacha tuulize Biblia basi. Kitabu ni cha Mwanzo 3. Kitabu ni cha Mwanzo 3, naomba tafadhali ufungue pale tusome pamoja. Mwanzo ni 3. Anasema basi, nitaanza fungu la kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke eti, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa kwa mti huu, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Fungu la 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, na ni mti wa kutamanika kwa rifa, basi alitoa katika matunda ya kala, kampa na mumewe, naye akafanya nini? Akala. Angalia katika verse nyingine inasema kwamba alikuwa wapi? Walikuwa whom she was with, waliyekuwa pamoja. Adamu walikuwa hapo. Hawakuwa wamefikia enzi yetu pale huwa tuko mbali na mwingine. Hawa walikuwa wachanga tu katika ndoa. Walikuwa wachanga tu katika ndoa. Kutembea walitembea pamoja. Kula walikula pamoja. Ukiangalia Biblia katika version yako vizuri utaona kuna ile version inasema kwamba walikuwa pamoja. Sisi wengi tunaenda tu kwa nduka, sisi wawili mume na mke, lakini utajua mke wake ni mgani. Sababu Bwana kwa maili mbili mume anafuata nyuma mbio, yeye ametangulia. Adamu alikuwa na mke wake mahala pale. Biblia inasema kwamba akatoa lile tunda akampa na mumewe. Adam, ukisoma katika kitabu cha Timotheo, anasema ya kwamba sisi, aya swali la 3, nifikiri ni moja kumbe zinazaana haya swali. Aya kala ni kwa ni dhambi ile tunayofanya siku ya leo inaitwa dhambi ya nani? Ya Hawa, B ya Adam, C ya Shetani. Ya Adamu. Aha. So dhambi ambayo inafanyika siku ya leo, tunasemekana ya kwamba tunafanya dhambi au tunafa, tunakuwa wagonjwa. Kiswahili cha Kenya basi kinakuja. Bwana asifiwe. Tunagojeka kwa sababu ya dhambi ya nani? A Adam, B Hawa, C nyoka. Dhambi ya nani? Mnasema nyoka au Adam? Adamu. Aha. Asubuhi katika lesson tulifundisha ya kwamba Yesu ni Adamu wa pili. Ni nani aliyekula tunda? Ni nani alisikia sauti ya Shetani? Ni Adam, ni Hawa au ni nani? Ni Hawa. Lakini leo hii tunateseka kwa sababu ya dhambi ya nani? Mbona? Adam hakula tunda, hakuongea na Shetani. Ndiye waliyenena na Shetani. Na wacha niwaambie wazee au bwana, ukiona haumwelewi mke wako, usihofu. Usihofu sana. Kwa sababu ni ngumu sana kuwaelewa hawa ambao wanaoitwa wadada zetu. Bwana asifiwe sana. It's very easy to understand a man than a woman. Na kuna mambo hautaelewa yake huo mke wako. Kwa sababu pale mwanzo ni yeye peke yake alinena na njoka, na haujui mambo yote walionena pale na njoka. Kwa hivyo kuna mambo hatutaelewa kwa sababu huyu walinena na she is the only creature who spoke with the devil right from the beginning. Adamu hakuongea na nyoka, Adamu hakuongea na Shetani, mama aliongea na Shetani. Lakini leo tunakufa kwa sababu ya dhambi ya Adamu. Nini
Nini kilifanyika? Timotheo anasema ya kwamba kwa sababu Hawa alidanganywa, lakini Adam hakudanganywa. It was the woman that was deceived, but the man was not. Hawa amepewa, unajua Hawa ni kama alipewa credit, ni kama Mungu alipatia kina mama hiyo credit, ni sawa. Hata anasema katika kitabu cha Timotheo anasema ya kwamba wataokolewa kwa kufanya nini? Kwa kuzaa. Can you imagine? Kuzaa tu utaokolewa. Kwa hivyo zaeni, Bwana asifiwe sana. Neno linasema ya kwamba Adam mwenyewe hakudanganywa. Hawa ndiye aliyedanganywa. Na Hawa alipodanganywa akatoa tunda na akampatia mume wake. Wakati Mungu alipomuumba mwanaume, alifika katika fungu la 18 kitabu cha Mwanzo 2, akasema ya kwamba si vema, sio vema mtu huyu awe peke yake. It is not good for a man to be alone. By the way, kuna tofauti ya kuwa alone na lonely. There's a big difference between being alone and being lonely. Being alone ni vile niko hapa kwa jukwaa peke yangu. I'm all by myself. Being lonely ni uwe katikati ya watu lakini unalia au umeboeka. You are with the people but you are bored. You are in bed, uko kwa kitanda na bwana yako lakini unalia, umetana. Watu ni wawili walioana lakini wamekosana, kwa hivyo mmoja ameangalia kaskazini, mwingine kusini. Hakuna amelala na wanasikia huyu hajalala, lakini hutaki kuongea. Na hautapinduka hiyo usiku yote. Ulilala ukiangalia kaskazini na kutapambazuka ukiwa umeangalia kaskazini. Na yule mwingine ameangalia kusini. Na asubuhi taomba hata sasa mtamkuwa na mtasema chochote. You are in bed with somebody but you are lonely. Unalia hapo kwa kitanda peke yako. Loneliness is inside, alone is the outside. Kuwa na upweke ni ndani, kuwa peke ni nje. Kuwa pweke is physical. Kuwa na upweke is emotional, is internal. Unaweza kuwa umekaa hapo na watu hawaelewi uko peke, uko na upweke. Na unapenda haya mahubiri na hautaki yaishe. Si kwa sababu wewe una kiroho zaidi, lakini ni kwa sababu unajua kule utaenda nyumbani. Hapa ni afadhali, hapa kuna nyimbo unaendelea tu, na hapa unaambiwa Darnet Event 2025, hapa unaona tu kae. Hata Petero katika Biblia, wakati mmoja wakiwa na Yesu katika Mathayo 17, wakati Elijah na Musa walipokuja, Petero aliambia Yesu, hatutaki kurudi nyumbani, wacha tujenge hema 3, moja yako, ingine ya Elijah na ingine ya Musa. Sisi tu, hata akasahau yeye mwenyewe na Yakobo na Yohana, lakini wakasema nyinyi kaeni kwa hema na sisi tutakaa nje kama walinzi. Kule haturudi, maana kule hakukaliki. Kuna mtu amekuja kwa mkutano huu sio kwa sababu anapenda sana, lakini kule nyumbani hakukaliki. Ako na gari ndio, lakini akikaribia nyumbani anapaki pale nje na anaangalia ndani na anaanza kulia, akijiuliza ni mimi kweli nitarudi hapa? Sababu kule ndani hakukaliki. Wakati Mungu alipowaweka katika bustani ya Edeni, walikuwa waishi na raha, lakini haikuwezekana. Huyu mwanamke akatoa tunda na akampatia mumewe. One thing I credit, moja tunaloshukuru kwa huyu mama wetu ambaye ni Hawa, at least alimjali mume wake. Hata kama alikula tunda, aliona wacha na mume pia washiriki, kama Pasaka ya kwanza.
Wengi leo unakula tu, ulikuja hapa kanisani umekula tu saa 7, mume hata si wa kanisa, haji kanisani, wewe ulirarua samaki, ukararua kuku na mandizi na kila kitu, umeshiba. Hujui mume naye ako namna gani kule. Ni ngumu sana uone wengine wakiweka, wacha niweke. Na tukikuona ukiweka kanisani tutakuuliza ni ya nini unaweka. Unasema ni ya mume wangu hajakula. Hapana, hatuleti chakula ya kutoka. Ni hapa ndani. Sasa huyu mke kile hakujua ni kwamba alichange mpango wa Mungu. Kwa sababu wakati alipomuumba mume, alisema ewe Adamu, sio vema uwe peke yako. Nitakuumbia msaidizi. Msaidizi si mwenye kazi. Msaidizi anakupata ukiwa na kazi, anakusaidia. Na sio lazima amalize hiyo kazi. Anaweza amua sasa nimekusaidia kutosha wacha mie zangu. Maana ni msaidizi. Kwa hivyo Mungu akiwaumba hawa kina mama kwanza, alikuwa amewaumba ili wakuje nyumbani wakute ukipika ugali, akusaidie. Akiona amalize ni sawa. Akiona aache uendelee na upakue ni sawa. Akukuta ukifua nguo, akusaidie. Akiona akupigie pasi ni sawa. Akiona hata piga pasi ni sawa. Ni msaidizi. Na haumulipi, ni wakusaidiwa. Nyinyi kina mama mlikuwa mnakuja kutusaidia. Lakini mkatoa tunda lenu mkala, na mkatoa lingine badala ya sisi kuwapatia, mkatoa mkatupatia. Mpaka siku ya leo sisi wanaume huwa tunauliza wapi tunda. Mpaka wa leo lazima mume akifika nyumbani anakaa uende jikoni. Nyinyi ndio mlijiletea mambo ya upishi, ya kufua, kila kitu. Mulikuwa sawa, ilikuwa ni sisi tupike, ilikuwa ni sisi tufue, ilikuwa ni sisi tufanye kazi yote. Nyinyi mkae hapo. Lakini leo hii mtaifanya, maana mliharibu maneno, mliharibu. Sasa sisi wanaume tunangojea tu. Wapi tunda? Tunda liko wapi? Kwani hapa hatukuli leo? Kwani leo huku hatukuli? Na watoto hata tukiwa sisi watoto wanalia na mzee yako hapa na unapika, unapatia mzee kwanza ili atulie, alafu watoto baadaye. Hiyo iko hivyo. Hata hapa mnaambia watoto ngojeni, wazee si kupenda kwetu, hiyo ilikuwa kazi yetu. Lakini nyinyi mkaona ni vizuri mtoe mule, hiyo ilikuwa sawa. Hii ya pili ndio ilileta hii karabaa yote mnaona hapa duniani. I'm not preaching family life iko na mwenyewe, lakini nasema shida hizi zote, na jibu swali siku ya leo, shida hizi zote zitoka wapi? Wakati walipofanya hivyo, Mungu akaja, na walipomsikia wakakimbia, wakatoroka. Na Mungu akauliza swali, mko wapi? Na akauliza mbona mumejificha? Akauliza ni nani aliyewaambia mko uchi? Adam ndiye aliongea, si mke. Akasema mke yule ulinipatia ndiye aliyenifanya hivi tuko yote, lakini mimi nimetengeneza nguo ya kumficha uchi. Mungu akawatandika wote laini kutoka nyoka na mama na mzee. Joka akapewa laana yake. Akaambiwa kutoka leo mavumbi ndio utakula, hutakula matunda tena. Tumbo utatembelea, hakuna miguu, hakuna mabawa. Na nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke na uzao yake. Na wewe mwanamke, kwa kusikia sauti ya joka, badala ya kusikia sauti ya mzee, ukasikia sauti ya joka, kutoka leo mapenzi yako itakuwa kwa mumeo. Inaitwa desire. Desire yako itakuwa kwa mumeo, lakini itaongeza uchungu wa uzazi. Uchungu wa uzazi na desire kwa mumeo. Ndio unapata ya kwamba mama akijifungua leo, wengi hulia na wanaapa hawatapata mtoto mwingine.
kwa sababu ya uchungu. Lakini akinyonyesha kale katoto na akaangalia naone vile kanafanana na baba yake, anasema this business must continue, I need another one. Kwa sababu aliambiwa uchungu iko, lakini pia kuna tamaa. Na unaona alipofika kwa Adam, akaambiwa na yeye mzee, kwa sababu ya kusikia sauti ya mkeo, ukala lile tunda nilikwambia usile, kutoka leo hii chakula hautapata kwa urahisi. Hata kama ni mke atapika, hautapata kwa urahisi. Lazima uprovide ili upikiwe. Na usipo provide ataenda au atakataa kupika, na ukiuliza ulileta lini, taabu inaanza kwa nyumba. Huyu Adam akaambiwa ya kwamba sio tu chakula utakula kwa jasho, lakini pia utakufa. Na utarudi mavumbini. Guess what? Laana ya njoka halikuwapata wanadamu. Yaani laana ya kutembea kwa tumbo. Hatutembei kwa tumbo, tuko na miguu. Njoka alilaniwa, akasemekana atakula mavumbi. Hatuli mavumbi. Kwa hivyo la njoka ni la njoka. La mwanamke halikupata wanaume. Hatusikiangi uchungu ya kuzaa. Hata ingawa kitabu cha Yeremia 30 fungu la 7 kinasema kuna siku wanaume watajishika kiuno kana kwamba wana uchungu ya kuzaa, lakini hatuna hiyo kitu. Mke kuna wengine anakaa kwa kitanda miezi 9, mwingine akiwa na hiyo kitu hataki harufu ya kitunguu, hataki samaki, hataki harufu ya njugu karanga, anakuambia mimi nataka mburukenge, na hujui utatoa wapi. Unaamuka usiku kwenda kutafuta, na ukileta anakuambia usiingize kwa hii nyumba. Wengi tuna taabu baada ya taabu nyingine. Hii ya uchungu ya kuzaa ni mke peke yake. Lakini taabu ya Adam iliwapata wote. Wanadamu wote na wanyama wote na kila kitu duniani. Aliposema na utakufa, wanawake wanakufa, wanyama wanakufa, nyoka wanakufa, hayawani wote wa angani wanakufa, samaki wa baharini wote wanakufa, hata miti inakufa. Kwa nini? Kwa sababu mke alidanganywa. Lakini Adam alifanya uamuzi. He made a choice, a deliberate choice. Alijua hakika huyu mke amekula lile tunda tuliambiwa tusile, na amekula, kutoka leo huyu amekufa, huyu ameenda. Hii imeenda. Na Adamu mwenyewe akaona wacha ale lile tunda ili kama mke atakufa wafe pamoja. He made a choice. And I want to believe kama Adamu angekataa hilo tunda, I think Mungu angedeal na Hawa, alafu aumbe mke mwingine. Maana mbavu zilikuwa bado zimebaki. Tuna zingine 13 zimebaki, nyingi tu. Lakini ikawa vile, na kuko hivyo mpaka saa hii. Kutoka kitabu, nimekwambia kitabu cha Mwanzo 1 na 2 ni wakati hakukuwa na shida. Lakini sura ya 3 ikawa shida imeingia. From Genesis chapter 3, that was the point of entry of all wickedness, of all sins and death in the world. Sura ya kwanza, ya pili safi. Sura ya 3 shida ya dhambi. Fast forward. Biblia katika kitabu cha Ufunuo kinaishia na sura ya 22 na 21 na 20. 22 ya Ufunuo au sura ya mwisho ya Biblia na ya pili ya mwisho, that is 21 and 22, ni wakati hamna dhambi, hakuna dhambi katika dunia. So chapter 22 and chapter 21 is a replica of chapter 1 and 2 in the Bible. Na chapter 19, the third last chapter of the Bible, sura ya 3 ya mwisho ambayo ni sura 20, inazungumzia malaika akimshika shetani na kumfunga katika shimo kubwa, au katika nini? The bottomless pit, ambako shetani atarushwa miaka 1000. Lakini fungu la 5 na hadi la 7 linasema nao moto utaangua kutoka mbinguni na utaikula dunia. Moto. That is the time sin will be eradicated. Ni wakati dhambi itatolewa katika dunia.
Hii sura ya 3 ya mwisho ni sawa na sura ya 3 ya kwanza. Sura ya 3 ya kwanza ya Biblia, dhambi imeingia, na sura ya 3 ya mwisho ya Biblia, dhambi imemalizwa. Mungu alianza na sura ya kwanza na 2 bila dhambi, na atamaliza na dunia bila dhambi, sura 21 na 22. Na hiyo ndiyo nuru ya tumaini, wapenzi wa Bwana. Kwa hivyo hata ingawa tumeingia kutoka sura ya 3 na tunaendelea tukinyanyaswa na yule mwovu, kuna wakati yule mwovu atatuacha. Kuna wakati ataondoka ili wasafiri wa mbinguni wasafiri wakiingia mji mtakatifu bila kupewa tisho na shetani. You know, shetani huwa anakuja after all the time. The devil comes after and he likes to leave early. Shetani hupenda kuja amechelewa na hupenda kwenda mapema. Na kama wewe una hiyo tabia ya kuja kanisa umechelewa na mahubiri ikiisha ni wewe unataka kwenda kwanza, tulia, change. Kama umechelewa, kuwa wa mwisho. Bwana asifiwe sana. Chelewa kutoka, chelewa kwenda nyumbani. Unajua wakati mmoja neno linaniambia katika kitabu cha Ayubu 1 fungu la 6, ilikuwa ni siku moja wana wa Mungu walienda kujidhihirisha mbele ya Mungu. Halafu wakijidhihirisha, mwingine akatokea. Na hii Mungu akamuuliza, wewe umetoka wapi? Tangu hii mkutano ianze umetoka wapi? Hasema mimi si nimetoka tu katika shughuli zangu za kawaida. Mchungaji asubuhi alituambia tuondoe mambo ya kawaida. Mlisikia hiyo kitu? Toa kawaida, hiyo kawaida. Hata mimi nimetoka tu kufanya shughuli zangu za kawaida za kurandaranda na kuzunguruka hii dunia. Kauliza, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Huyo ni Mungu. Unajua najiuliza, Mungu mbona wakati mwingine unafanya mambo kama haya? Kupeana jina ya mtu kwa shetani. Why? Wewe, shetani hakutaja Ayubu. Shetani hakuwa na ajenda. Ni Mungu. Mungu ndiye alianza hiyo maneno ya Ayubu. Sio shetani. Ni Mungu aliuliza, by the way, katika harakati zako za kawaida, ulimuona Ayubu mtumishi wangu? It's like God is bragging about his servant's job. Ulimuona mtumishi wangu Ayubu, kaona ni mtu ambaye ni mtakatifu, mtu ambaye anamcha Mungu. Umemuona? Shetani basi kamwambia, acha kuniambia mambo ya Ayubu. Ayubu anakucha kitu gani? Wewe anakucha bure, si umembariki? Na ikaendelea. Mnaelewa hiyo hadithi ya Ayubu, sitaendelea nayo. Lakini shetani alipewa ruhusa ili aweze kwenda kwa Ayubu na afanye vituko tu, lakini asiguze Ayubu. Sura ya 2 fungu la 6 tena, kukawa mkutano tena wana wa Mungu, tena shetani amechelewa. Akauliza, wewe umetoka wapi? Nimetoka katika shughuli zangu za kawaida. Tena Mungu akamuuliza, umeona Ayubu? Umemuona namna gani Ayubu? Nini? Akamwambia, ni vile umempatia afya. Na shetani hutokanga mapema. Hakungoja mkutano ishe, alienda kuletea shida huyu Ayubu. Na alipomjaribu Ayubu wakati ilifika akiwa ameugua sana, akasema, jina la Mungu lipewe sifa. Na Biblia inasema katika hali hiyo yote Ayubu hakufanya dhambi. Na by the way, that was the last time shetani ameonekana kwa mkutano ya Mungu, maana Ayubu alimshinda. Maisha ya Ayubu ni maisha yetu, vile ambavyo shetani huja kutujaribu sisi sote. Na ndio unaona ya kwamba leo hii, wakati Mungu anajua ya kwamba shetani alikuja after the 2 chapters of the Bible, he will make sure the devil is done. The devil is done before the 2 chapters of the Bible. Bwana asifiwe sana. Sijui kama umeelewa hapa vile nimesema. Nimesema shetani akija katika dunia, we already had the first chapter and the second chapter of the Bible. Say amen. Na before we have it all, Mungu atahakikisha shetani atamalizwa before the second and the last chapter of the Bible. Revelation 21 and 22. Nuru ya matumaini. Sasa, wakati Isaya anapoandika siku ya leo, nilianza na kuwauliza swali. Mikutano hii ambayo huwa tunafanya,
mahubiri haya yote yanayohubiriwa ni kwa nini? Yanafanyiwa kwa sababu gani? Ni kwa sababu gani tunafanya mahubiri haya? Kitabu ni cha Isaya 24, fungu lake ni la 4. Isaya ni 24, fungu lake ni la 4. Anasema namna gani? Dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wameivunja agano la milele. Naomba nirudie fungu la 4 na naomba usikie kwa sababu kuna swali linakuja. Fungu la 4 amesema dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika. Amesema ya kwamba dunia inaomboleza. Tena dunia imetiwa unajisi. Fungu la 19 anasema ya kwamba dunia kuvunjika, inavunjika sana. Dunia kupasuka, imepasuka sana. Dunia kutikisika, imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Dunia kupasuka, imepasuka sana. Dunia kudhoofika, imedhoofika sana. Dunia kutikisika, imetikisika sana. Na dunia imelemewa na mzigo wa dhambi yake, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Sababu ya mikutano hii ni kuweza kuokoa dunia kutoka kwa dhambi yake. Sababu ya mkutano huu ni kuangalia jinsi tutakavyotengeneza kule dunia imepasuka, na kule dunia imetikisika, na kule dunia imeharibika, na kule dunia imenajisika. Ndio sababu ya mikutano hii na mikutano mingine. Ndio sababu huwa tunakuja kanisa kila Sabato, kwa sababu dunia imepasuka, dunia imedhoofika, dunia inalewa kama mlevi. Swali, dunia ni nini? Ni hiyo tu. I think hiyo ndio swali ya mwisho jioni ya leo. Kanisa la B, dunia ni nini? A, watu. B, kule watu wanakaa. Ni A au B? C, hatujui. Mumesema ni A. Dunia ni watu. Is that your final answer? Haya, kanisa la wokovu, mtuokoe. Dunia ni nini? A, watu. B, kule watu wanaokaa au wanakokaa. Si ni A tu au B? Okay, na C ni gani? A, B. Unajua mnasema A, B, B, A, B. Hawa ni watu werevu sana. Dunia ni nini? Je, wanadamu ndio dunia? Hapana. Ni kule wanakokaa huku duniani. So watu si dunia. Watu wako duniani. So watu wako duniani. Kwa hivyo wao ni dunia. Ni kama kuniambia ugali iko kwa sufuria. Sasa ugali pia ni sufuria. Sababu kubwa ya kufanya mikutano hii, hasa mikutano ya Injili, ni kuweza kuokoa dunia. Na dunia imesemekana ya kwamba inaomboleza, inazimia.
Imesemekana ya kwamba inavunjika sana, inapasuka sana, inatikisika sana. Swali kubwa ni hili: je, dunia nini? Naomba uende nami moja kwa moja hadi kitabu cha Yohana 17. Au niulize hii lingine swali hili: ulimwengu ni nini? A, watu. B, sehemu watu wanapokaa. B. Kitabu ni cha Yohana 17. Soma nami fungu la 11. Anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulionipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Wala mimi simo ulimwenguni tena. Kule tunakokaa ni ulimwengu. Hata wewe ni shahidi, siwezi nikasimama hapa nianze kuwafunza Kiswahili. Hata wewe ni shahidi. Hata unanishangaa, kunaangalia unauliza huyu jamaa huyu Kiswahili kwanza kivujika na kimepasuka sana. Sasa hii fundisho wanatufundisha, sisi ndo tumfundishe. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia imesema ya kwamba ulimwengu ni mahala ambako tunapokaa. Lakini dunia, hata ingawa utatumia mahali tunakokaa, pia dunia ni watu. Naona rafiki yangu mmoja hapo amesema, pastor. Hebu tusome katika kitabu cha Yohana wa kwanza, tunapotamatisha. Kitabu cha Yohana wa kwanza ni 2. Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana 2, tunasoma fungu lile la 15 hadi 17. Naomba umanikinike. Anasema ya kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani, sikia sasa kile kimo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Neno limesema ya kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo duniani. Kwa maana kuipenda dunia kuna maanisha haumpendi Mungu. Mambo yaliyomo duniani, kati yake ni tamaa ya macho, ni tamaa ya mwili na kiburi cha uzima. Tutakubaliana jioni ya leo ya kwamba tunaposema macho yana tamaa, hatuneni juu ya macho ya gari, ya pikipiki, ya ng'ombe, ya punda wala farasi. Hauwezi ukasema ng'ombe hii yangu ina tamaa sana, haya macho ya ng'ombe. Huwezi ukasema kiburi cha uzima ukizungumzia miti ya Dar es Salaam ina kiburi kuliko miti ya Dodoma. Hata ukiangalia manyumba hapa ya Dar es Salaam, kusema ukweli, yana kiburi kuliko manyumba ya Bagamoyo. Ati hapa huwezi ukasema mawe yana kiburi, huwezi ukasema miti ina kiburi, wanyama wana kiburi. At least yule mnyama anasemekana au hayawani anasemekana ya kwamba ana kiburi ni peacock, as proud as a peacock. But ukisema ukweli, the peacock is not proud. All the peacock does is to portray the beauty. Niyo tu kuonyesha urembo wake. Lakini sisi tukabadika ati ni pride. Angefanya nini ingine? Mungu ndiye aliumba ya kwamba awe anatandika hiyo manyo yake hivyo, unaona. Na sisi wanadamu tukasema huyu ndege ana kiburi. Na wewe una kiburi kama peacock. Na peacock hata haelewi ya kwamba sisi ndio wenye kiburi. Ukizungumzia tamaa ya macho ni wanadamu.
Tamaa ya mwili ni wanadamu. Kiburi cha uzima ni wanadamu. Sisi ndio tuna hayo mambo. Kwa hivyo anapozungumzia msiipende dunia, anazungumzia wewe. Na ndio umeona fungu la 12 ili ukaelewe dunia ni nani. Amesema ya kwamba, fungu la 17, amesema na dunia inapita. Sikia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake. Alafu akaleta the contrast. Akasema ya kwamba bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Watu wawili, mmoja ni dunia na tamaa yake, naye anapita. Lakini anayefanya mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tuna mkutano kama huu, tunahubiriwa ili tutoke duniani, tuachane na mambo ya dunia na tuwe watu ambao wanafanya mapenzi ya Mungu, ndio tuishi hadi milele. Lakini ukiendelea kuishi duniani, ukiendelea kukaa katika dunia, umekuwa entrapped, umenaswa na dunia, utajikuta ukiongozwa na tamaa ya macho, ukiongozwa na tamaa ya mwili, na ukiongozwa na kiburi cha uzima, na utapita pamoja na hayo mambo. Na ndio sasa Isaya anaingia anasema dunia kupasuka, imepasuka sana, akizungumzia mwanadamu. Kuvunjika, amevunjika sana, akizungumzia mwanadamu. Kutikisika, ametikisika sana, akimzungumzia mwanadamu. Kunajisika, amenajisika sana, akimzungumzia mwanadamu. Na analewalewa kama mlevi kwa sababu ya mzigo wa dhambi yake, naye ataanguka na wala hatainuka tena. Kwa hivyo wakati tunaposikia neno la Mungu, tunaelezewa ya kwamba ni lazima tukubali kuisikia sauti ya Mungu ikituambia tokeni duniani. Atakapofika kitabu cha Ufunuo 14 na Ufunuo 17, atazungumzia Babeli na atasema tokeni kutoka Babeli. Tokeni Babeli. Kwa sababu pia Babeli, mji ulio mkuu, umefanya nini? Umeanguka. Maisha ya mwanadamu ni mafupi sana. Maisha ya mwanadamu ni miaka kidogo tu. Na ndio namalizia nayo. Na naomba mnikumbuke, miaka ya mwanadamu ni mingapi? Ngapi? 70. Sasa nimesema, mmesema, na najua mlisoma mahali, si ndio? Kitabu cha Zaburi 90, I think 90 verse 10 to 12. Anasema miaka ni 70. Na mwadi Buri akiongea anasema, Mungu naomba unisaidie kuzihesabu siku za maisha yangu, kwani ni miaka 70 na ikizidi 80, lakini ina uchungu na shida nyingi sana. 70. Now, hiyo inamaanisha need to do is kuchukua kalamu na karatasi uandike 7 minus the number of your years. Umeishi dunia ya Mungu miaka. Kama umeishi miaka 50 ama 50 imepita, ujue umebakisha miaka 20 peke yake. Kama umebakisha 10. Kama mwaka hii ndio yako ya 69. Tunaongea mambo ya sio mimi nilisema, nyinyi ndio mliniambia 70. Mimi kwangu ninafanya tu hesabu. Kama umefika, kama uko 70 sasa, anytime inaweza kuwa saa hii. Bwana asifiwe. Pastor, tafadhali hatukukualika kuongea hiyo mambo, lakini ni kweli. Ni 70 ni 70. Kama umefika 70 ni mwaka huu au ndika hii Darnet event 2025. Lakini Mungu anasema ya unaweza zidisha ufike 80, lakini ni taabu tu. Ukiamuka kama unakaa, unajua ukiwa na nguvu ulikuwa unakaa hivi, unaamuka. Lakini kama umefika 80 unafikiria kuamuka. Na unajisikiria ili uamuke.
Na unaambia wengine hapa. Unajua tumeongea hapa na mchungaji ile Kudayo tukauliza, kwani restroom zote ziko juu? Nikamuuliza wazee wanafanya nini? Ikasemekana kina mama walichukua chini, wazee wakasukumwa juu. Ni kama tu pale Adam alichukuliwa tuda, sasa shida yote iko kwetu. Anyways, miaka ikisonga ni 70. Hakuna dawa ingine baba. Kama uko 35, jua yako iko hapa ni saa 6 ya mchana yako ya maisha. Imebakisha 35, at least uko sawa. Now listen to this. Mungu wa mbinguni hana shida ukifa. Mungu hana shida ukifa. As a matter of fact, Biblia inasema ya kwamba blessed, heri wafao. Ukienda kwa ofisi ya Mungu naambia Mungu bwana wangu amekufa, anasema amekufa Amen. Heri wafao. Huyo ni Mungu. Hata kitabu cha Zaburi anasema ya kwamba wanaheri wanaokufa katika nini? Katika Bwana. Sisi ndio tunaogopa kufa, Mungu haogopi. Lakini mchungaji ukituambia Mungu haogopi, si hata Yesu aliogopa. Hata Yesu alisema niondole, ni kweli hiyo kitu hutaki. Lakini Mungu haogopi, maana hata hapo alisema ya kwamba lakini mapenzi yako ifanye nini? Itimike. Mungu hana shida ukifa ukiwa kijana, na usingojee hati ukufe 70, unaweza kufa hata saa hii, hata 50 au 30 au 10. You can go any time. Because sisi tunaishi na elements za kifo. We can die any time. Kama wewe umefika 60 na hujakubali huyu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, you are risking. Kama uko 69 na Yesu hajapata nafasi katika maisha yako, ujue ni next year na si lazima ifike. Na hata kama uko miaka 30 na Yesu hajapata nafasi katika maisha yako, uko hatarini, kwa sababu kifo hakipewi rushwa na hakihairishwi, na vijana pia hufa. Lakini ukifa katika Kristo, Yesu anasema heri wafao katika Bwana, wapumzike. Kwa sababu yeye anakuandalia makao, and very soon atarudi atuchukue mahali alipo. Ndio sababu tuko kwa mkutano, tunaandaliwa siku ya mazishi yetu. Kila wakati ukija kanisani, unaandaliwa siku ya kifo chako. The preacher prepares you for your death. Ili usife ukiwa upande wa dunia, usife ukiwa upande wa shetani, ufe katika hilo sehemu, katika hicho kipengele kinachosema ya kwamba bali yanaye kaa katika Bwana, bali anaye fanya mapenzi ya Bwana anadumu hata milele. Shida si kufa, shida ni utakufa ukiwa upande gani. Na kwa hivyo siku ya leo elewa, as long as that chapter ya Biblia ilianza, sisi sote tumeingia katika hii meli ambayo haifiki. Huu mwili hautafika. Sisi maisha yetu yanakomeshwa. Lakini elewa ya kwamba kabla ya yote kusemekana, lazima dhambi itaondolewa, na waliofanya mapenzi ya Bwana watauvuka na wataishi pamoja na Yesu Kristo milele hata milele. Swali kubwa ni hili: je, umejiandaa kiasi gani? How well prepared are you? Na Yesu anasema ninarudi. Na huwa tunaimba wimbo tukisema anakuja upesi Yesu Bwana wetu, na ni msafiri mbali na kwao, na alisema dhahiri nitakuja tena. Yohana aliposikia maneno haya akasema amina, na uje Bwana Yesu. Sijui ninazungumza na nani, na sijui ni nani anayenisikiza jioni ya leo, but I know I am speaking to somebody ambaye angependa Yesu Kristo awe Bwana na mwombezi wa maisha yake. I don't know who I'm speaking with. I don't know who I am speaking to. But I know I'm speaking to somebody who is ready to give it up. Sijui ninamzungumzia nani, lakini najua kuna mmoja katika mkutano huu anasema ya kwamba Yesu, nifanye, niandae niwe tayari, hata kama nitalala usiku wa leo, nilale nikiwa ndani yako Yesu. Kama hilo ndilo ombi lako, na kuuliza usimame mahali ulipo, na ili tukapate lo ombi. Kama ni ombi lako ya kwamba Yesu,
Dunia hii imetikisika. Maisha haya yamevunjika sana. Ninajua ya kwamba Yesu, mambo ni mawili. Aidha nikubali au nikatae. Na nikikataa nitapotea milele. Lakini ombi langu ni kwamba unikubali Yesu. Uwe Bwana na mwombezi na mwokozi wa maisha yangu. Na Bwana, ukifanya hivyo, nami nitaishi nikiwa tayari. Hata siku yangu ikifika, basi mimi niko tayari. Wakati Daudi anaposema nisaidie kuzihesabu siku za maisha yangu, si ya kwamba alikuwa ameshindwa kuhesabu up to 70. 70 si mingi, hata haijafika 100, hata haijafika 80. Si kwamba hangeweza kuhesabu. That was not his issue. His issue was not how to count, because he can count. But his issue was, what do I do with my remaining time as far as you and I relationship is concerned? Shida si ya kwamba siwezi nikahesabu hadi 70, lakini Mungu, nitafanya nini ili nifanye mapenzi yako siku za maisha yangu iliyobaki duniani? Mungu na mtakatifu unayeishi mahali pa juu mbinguni enzini na katika nyoyo za wanadamu, tumesimama mbele ya kiti chako cha enzi jioni ya leo, na wengine wakiwa mahali pote walipo, tukisema hakika Bwana, nasi tungeomba ukatusaidie kuzihesabu siku za maisha yetu, na ukatusaidie kuwa na ushujaa na ujasiri wa kukabiliana na kifo, kwa sababu wengi ambao hawajajiandaa, hakika kifo kinatesa. Lakini wewe umesema heri wafu wafao katika Bwana. Hivyo ombi langu ni kwamba jinsi tumesimama na wengi wanaonisikiza katika mitandao mbalimbali, ukatuandae, na utakaporudi na ufalme tuwe tayari kuingia katika uzima wa milele. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Amen. Bwana awabariki.